Achilia neema yako itembee katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tuna moyo wa heshima kwa Mungu ambaye ametuwezesha kuonekana hapa tena kwa jioni ya leo. Asante kwa baba mchungaji kwa namna anaendelea kutuhimiza kwa kazi ya Mungu. Asante kwa baraza lote kutukubali kusimama kwa siku ya leo. Pia asante kwako wewe ambaye umefika hapa leo kusikiliza neno la Mungu. Bila kukawia, simama kwa miguu yako. Tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 9 mstari wa 36. Matendo ya Mitume 9:36 mpaka 42. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake Dorcas, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orfani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yupo huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orfani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabita, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua, akaketi. Akampa mkono, akamwinua. Hata kisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. 42. Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakamwamini Bwana. Ni neno la Mungu. Naweza keti chini. Haleluya. Wiki hii tuko na somo au semina ambayo ilianza, inasema faida inayokuwa katika kumtolea Mungu, katika kumtumikia Mungu, au mlango sadaka kama njia au mlango wa baraka katika maisha yetu. Sadaka kama njia au mlango wa kubarikiwa katika maisha. Nifate polepole upate kuelewa kitu. Nataka nikuambie ya kwamba hii mji ambayo tunaizungumzia hapa ilikuwa mji ambayo iko kwenye Carrefour. Ilikuwa port. Sasa vile tunaweza sema Kubichi Mwanzi, sasa vile tunaweza sema port Kalundu, sasa vile tunaweza sema zile port ambazo najua Matadi na zinginezo. Ni port kubwa sana. Na hapa watu wengi walitoka mahali na mahali kuja hapo kwa ajili ya biashara. Yani ilikuwa mji ambayo inaendelea. Lakini pamoja na ile kulionekana mwanafunzi mmoja. Hivyo ndivyo Biblia yangu inasema ya kwamba mwanamke mmoja, ukaangalia kwa ile mstari wa 36, na ndio maana nasema ya kwamba nifate pole pole. Ile mstari wa 36 Biblia inasema ya kwamba palionekana mtu. Verbe etre ndio iko pale. Ule mtu alikuwa kwanza mwanafunzi, disciple. Ava ajifunze kutoa,
alionekana yeye ni miongoni mwa watumishi wa Mungu. Kisha utoaji ukafika nyuma. Nikusaidie na kusema ya kwamba tukisimama hapa kwenye hii madhabahu, tukizungumzia habari kuhusu sadaka, watu wengi mara wanaanza vunjika moyo na kusema tena wanakuja. Wewe unazania ya kwamba hii somo kama baba anasema tuirudilie, Roho Mtakatifu anazungumza, ni kwa ajili ya manufaa yako wewe na mimi. Ndugu zetu ambao walitangulia juzi na jana, baba yetu Pastor Malengo aliyesoma juzi katika kitabu cha Wafalme wa kwanza ile 17, akazungumzia habari za mjane wa Sarepta. Na huu mjane, jambo ambalo lilisaidia kusudi apate kutoa ni imani alikuwa nayo. Muda ulikuwa mgumu, lakini mtumishi wa Mungu anafika pale. Mwanamke akamwambia, mjane akamwambia, nabakiana konzi moja. Lakini akasema, nifanyizie kwanza mimi, twende kwa hii wakati ambao tuko nayo. Mtumishi gani ambaye atafika kwako unabakiana ile konzi moja ya unga na wewe na watoto wako, anakuambia niko na njala, nifanyizie chakula nikule? Eske utaifanya hivyo? Utasema ule aende akufie kwa atakufia, hii nitaikula na watoto wangu. Niliambia ndugu zetu ambao tunatumika nao Mselile Central, tunaendelea na teme ile ya cha 10, lakini tukaenda mu version ya kusema cha 10 ni somo la imani, ni somo la confiance kwa Mungu, ni somo la maabudu. Kama hauna imani, kama hauna confiance ndani ya Mungu, kama wewe si mwabudu, ni vigumu sana tukufunze kumtolea Mungu 1/10 ukaitoa vilivyo. Lakini kama Roho Mtakatifu amepata nafasi kubwa ndani yako, amekumbia imani, ile imani itakuhakikishia kujua ya kwamba vyote ulivyo navyo vinatoka kwa Mungu. Haleluya. Nirudie hapa kuambia kwamba huu mwanamke huyu, Biblia inasema ya kwamba alijaa matendo mema. Alijaa matendo mema. Usizani ya kwamba wakati utakapokuwa na vitu vingi, hapo ndipo utaanza kumtumikia Mungu vizuri. Ukiangalia hapa utaona ya kwamba alikuwa tu labda na uzi yake na shindano yake. Hivi ndivyo vilivyomsaidia. Lakini pia jambo la muhimu ambalo nimeona pale, alijua kuona pia bezwe ambayo iko katikati ya taifa. Aliona ya kwamba pana vide inaonekana. Na hii ndiyo nataka nikwambie jioni ya leo, ya kwamba kama uko Mkristo, usingoje bakuambie ya kwamba ufanye hiki. Roho Mtakatifu akujalie neema upate kugundua ya kwamba nafasi fulani ndani ya nyumba ya Mungu, katika maisha ya watu, kuko vide ambayo nimeona, na ni sharti kama Mungu anakupa uwezo upate kufunika ile tundu ambayo umeona. Ile itakuwa sadaka nzuri sana. Yeye akafanya namna gani? Akaanza wahudumia wajane. Sababu tunasema ya kwamba alijaa matendo mema, kisha akaongeza kwa ile sadaka pia ya kuwahudumia wajane. Vile ndivyo shetani alivyo, au Mungu mpango wake hauwezi zuilika. Ilifikiria wakati ambapo jaribu inaingia. Na jaribu ilipoingia, sababu wajane ile wakati walisahau ujane wao, sababu walikuwa na mtu ambaye iko na shughulika juu ya maisha yao.
akafa, na alipofariki walilia, lakini wakamubeba kwenye orofa. Sasa vile tunaweza beba kule Kubiro. Wakasikia habari ya kwamba mtumishi wa Mungu Petro iko mahali fulani na iko karibu. Wakasema twende tumuite mtumishi wa Mungu. Nataka nikwambie, elewa kitu hiki. Samani ya kusamini kilicho ndani ya mtumishi wa Mungu kitakusaidia wakati uko na shida. Waligundua ya kwamba hii shida ambayo imefika kwetu, pana mtumishi wa Mungu ambaye tukimwendea kunaweza kuwa kitu ambacho kitafanyika. Ukazoea watumishi wa Mungu, hautapataka muujiza ndani mwako. Lakini muda wowote ule ambao utawaheshimu kama watumishi wa Mungu na kuona ya kwamba pana kitu ambacho wako nacho ambacho hauna, muujiza utapata. Haleluya, haleluya. Walipomwendea, Biblia inasema ya kwamba akafika. Alipofika akakutana relema, Dorcas hayupo tena. Hayupo tena. Wakamwonyesha mahali ambapo wamemweka. Jambo la kwanza alifanya, akawatosha nje. Jambo la pili, akapiga magoti, akaomba Mungu. Aligundua ya kwamba hii ni epreve, lakini pana Mungu ambaye anaweza yote. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie ya kwamba haijalishi problemi ambayo uko nayo, kama unaweka matumaini yako ndani ya Mungu, Mungu atajidhihirisha. Na namna gani atajidhihirisha? Mungu na yeye anaangaliaka mtu iko namna gani pamoja na yeye. Hapa Dorcas hataomba tena, vimefika, lakini ipo siku ambapo utavuna ile ambayo uko napanda leo. Haleluya. Niliwaambia juzi ya kwamba wakati natafuta lunguliwa na nyumba, sikuomba tena ile saa. Nilikuwa akili zangu zimechanganyika, lakini Mungu akakumbuka kazi ninayomfanyizia. Haleluya, haleluya. Pana wakati ambapo ile maombi ambayo uliombaka uko naomba itafanya kazi bila wewe tena kuomba tena. Dorcas hajui tena, amekwisha kutoweka, lakini pamoja na ile matendo mema inaanza ongea. Haleluya. Matendo mema inaongea, sadaka zako zinaongea. Sababu kauliza Kornelio, atakuambia, wanafunzi watakuambia pia ya kwamba wakati ule akida alifika, wakasema huyu anastahili kutendewa mema. Haleluya. Ni kusema mema yote unayoifanya haipite bure, inaandikwa mahali na kwa siku itakumbukwa. Haleluya. Nisikuchoshe nikuambie ya kwamba Petro akaomba Mungu, Tabita akafufuka, akafungua macho. Alipomwona Petro, sema ya kwamba akampa mkono, akasimama. Petro akaita watu, akawakabidhi Dorcas tena. Furaha ikaonekana, na furaha ilipoonekana, injili ikapata nafasi tena kubwa zaidi. Ikapata nafasi kubwa sababu ya ile resurrection ambayo inafanyika, ufufu ambao unafanyika, na wengi wakamkubali Kristo.
Nikwambie kwamba mpendwa, usikae kanisani ukiwa na tabia ya kusema ya kwamba wakati banakuambia utumikie Mungu, one ya kwamba banatafuta kupora mali yako. Soma katika ile kitabu ya Mezali pale baba yetu aliyesoma jana alisoma 3:9-10. Mungu hakuwake mwizi. Mungu anakuwaka mzazi mzuri. Yeye anasema ya kwamba mumutumiki kwa mali yenu na malimbuko yenu, na mtaona kama hata jaza mahali ambapo mlitoa, na tena banasindiria. Yeye anasema ya kwamba batasindiria. Mwanadamu nani ule ambaye utapatia kisha yeye akujalizie mahali ambapo litosha? Bwana tufungue macho. Kanisa, Mungu atusaidie. Musizani ya kwamba kumtolea Mungu ni kuwapora mali. Kutumikia Mungu kwa njia hii wala hii ni kukusumbua. Ile ni baraka ambazo Mungu anataka uwe nazo. Lakini sababu shetani hataki watoto wa Mungu wapate kuendelea kimaisha pia. Ukisoma katika kitabu cha 3 cha Yohana, utaona ya kwamba mzee Gayo anamwambia Yohana anamwambia mzee Gayo ya kwamba nataka ufanyikiwe kama vile afya yako ya kiroho ilivyo. Yani benediction ambayo iko material ni haki yetu pia ndani ya Kristo. Na inafanyika namna gani? Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kuna mfano ambao nilitoa asubuhi nikasema ya kwamba mkono ambayo inakunjama uko hivi tu. So unakunja hii mkono, hata ubebe hivi, Mungu anapoangalia hataona kwa tatizo. Sababu gani? Unakunja hii mkono. Lakini mkono ambayo unayoikunjua ukifanya tu tena, Mungu ataona kuna vitu inaonekana, atajaza pale ambapo kulitoka kitu. Haleluya. 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 Jifunze mpendwa katika Kristo kujua kuachilia. Dorcas kama amefufuka hapa, hakufufuka sababu wajane waliomba. Hakufufuka sababu Petro aliomba. Alifufuka sababu matendo mema iliongea. Haleluya. Haleluya. Nimalize na kusema ya kwamba usiwe Mkristo tangu tumeingia hapa, wewe hakuna kitu ambacho unaweza mkumbushia yako Mungu wakati uko ndani ya shida. Au watu wengine ambao unatendea mema waseme ya kwamba fulani kuugua kwake ni kuugua kwa kanisa, kuugua kwake ni korali inaugua, kuugua kwake ni kikundi ambamo tunaishi naye inaugua. Na watapata muda wa kusema ya kwamba wafanye maombi, watafanya liwezekanavyo kusudi nao wapate kutoa msaada wao. Wajane walilia sababu walijua ya kwamba huu mtu ambaye ametuacha hatujui tutapata tena mtu mwingine namna gani. Uwe na kila ambacho banaweza kukumbukia wakati uko mshida, na wewe mwenyewe unamkumbusha yako Mungu. Usiwe Mkristo wa kushurutishwa kufanya sadaka, lakini uwe Mkristo ambaye umeelewa ya kwamba kama unatoa ni kwa ajili ya manufaa yako wewe mwenyewe. Wengi labda walisikia tangu lendi ile somo inaanza mpaka jana inaendelea. Wengine wanasema sitaendelea tena. Umaskini ule ambao uko na jiloga. Kwa neno la Mungu tunafunguliwa na kuwekwa huru. Na zaidi, Dorcas hakukuwa msikilizaji wa neno, alikuwa mtendaji wa neno. Kuna Wakristo wengi ambao kuangalia ni Wakristo lakini matendo mema zero, every ndani ya Mungu zero.
Niulize, tumalize. Jiangalie mahali ambapo ulipo. Namna gani unatumikia Mungu wako? Huduma unaifanya namna gani? Uweske unatoa sacrifice katika ile huduma uko nafanya. Sadaka gani unatoa ndani? Kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Unaweza kuwa hautoe pesa tu, lakini kuna watu niko naona wanakoropa hii kanisa. Kuna watu wengine wanafanya mengi na mengi. Lakini nataka nikuambie ya kwamba Mungu akufungue macho, anifungue macho. Tujue ni nini ambayo inahitajika ndani ya nyumba ya Mungu. Usingoje uambiwe ya kwamba ufanye hiki, lakini uwe miongoni mwa wale ambao watajua bezwe ambayo iko ndani ya nyumba ya Mungu, upate kuifunika na Mungu atajitukuza katika maisha yako. Wale ambao wanahitaji kuombewa Mungu awasaidie, awafungue macho ya ndani na masikio ya ndani. Macho ya ndani wapate kuelewa bezwe katikati ya community hii yetu ya Kikristo. Unaona Mkristo mwenzako anasumbuka na uko na uwezo, unaweza msaidia. Unaona bezwe iko mkanisa, lakini uko na uwezo, lakini hauwezi funika ile tundu. Kama unajisikia kwamba pana mahali ulipungukiwa, lakini unataka Mungu tena apate kukutia nguvu, uwe miongoni mwa wale watasimama na kazi ya Mungu. Simama kwa miguu yako miwili. Pale siite wenye dhambi, lakini natafuta wale ambao wanaona ya kwamba watasimama kama vile Dorcas alisimama katikati ya taifa. Tena kwenye wanyonge waliona msaada wake. Simama kwa miguu yako. Hatuna muda mwingi. Nasema simama tukuombee Mungu akutie nguvu. Uwe miongoni mwa wale ambao watasimama na kazi ya Mungu bila kusukumwa. Lakini uelewe ya kwamba kile unachopanda utakivuna, au kizazi yako itakivuna. Simama kwa miguu yako. Simama tukuombee Mungu. Labda muda mwingine unajaribu kutenda mema, lakini tena unanyamaza. Na ulikuwa na uwezo ambao unaweza fanya kusudi usaidie mtu. Kuna roho nyingine ambayo inakwambia kwamba acha usitende mema tena. Mungu akusaidie. Baba mchungaji, hao watu ambao wamejitambua ya kwamba waombewe, Mungu awasaidie tena waendelee kutenda mema. Kama kuna mahali ambapo walianza kurudia nyuma, Mungu awajalie neema kuendelea mbele. Waombee Mungu. Karibu Baba yetu.